Askofu Bagonza ametoa maoni yake mazito kufuatia uamuzi wa waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini. Kiongozi huyo wa kiroho ameeleza kuwa tatizo la msingi nchini si waziri husika, bali ni mgongano sugu uliopo kati ya watu wanaofafanua kama majasusi wanasiasa na wanasiasa majasusi. Askofu huyo amesisitiza kuwa kama ambavyo ni hatari kuchanganya dini na kisiasa, ndivyo ilivyo hatari kuchanganya ujasusi na siasa katika uendeshaji wa masuala ya umma na utawala. Katika uchambuzi wake amebainisha maswali 9 mazito yanayozunguka hatua hizo ya serikali. Kwanza, amehoji mchakato mzima wa uamuzi huo ulivyopitishwa kuanzia kwa mdau wa usalama na kuwasilisha hoja kwa spika ambaye alimkabidhi waziri husika kutoa tamko hilo la kiserikali. Askofu Bagonza amedai kuwa mchakato huo unaleta shaka ikiwa kikao cha kiserikali kiliwahi kukaa na kufika uamuzi huo kwa pamoja, na kama kweli kilikaa, alihitaji kujua kwa nini waziri alilazimika kutoa tamko hilo kwa namna ile. Pili, amehoji kama zuio hilo ni agizo la bunge au uamuzi wa waziri mwenyewe, akionya kuwa hatua hizo inaweza kuonekana kama jaribio la kutafuta njia ya kisheria ya kuhalalisha kuvunjwa kwa misingi ya kidemokrasia. Askofu Bagonza ameendelea kuhoji kwa nini waziri alitumia lugha inayohusisha amri ya jeshi katika tamko lake, akionya kuwa kauli za namna hizo zinaweza kuleta athari mbaya kwa kumhusisha rais moja kwa moja na mgongano na wananchi. Amesema kuwa hatua hiyo inazua maswali ikiwa mkuu wa jeshi la polisi atatii agizo hilo na nani atawajibika endapo kutakuwa na uvunjivu wa katiba kama matokeo ya utekelezaji wa amri hiyo. Aidha, amedai kuwa waziri alipaswa kusubiri utaratibu mwingine rasmi badala ya kutoa zuio hilo katika mazingira yanayoonekana ya ghafla. Pia amehoji kwa nini serikali haikutumia baraza la vyama vya siasa au ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuita wadau na kuwasilisha makubaliano ya pamoja badala ya kutumia nguvu ya kutoa zuio la upande mmoja. Askofu amehoji kama zuio hilo linamaanisha kuwa mikutano ya kisiasa imepigwa marufuku au ikiwa ni ishara kuwa katiba ya nchi imekwenda likizo kwa muda usiojulikana. Aliongeza kuwa hatua kama hiyo kwa kawaida hufanyika nchi ikiwa vitani, jambo ambalo si la kawaida katika kipindi hiki cha amani na utulivu. Askofu Bagonza ameguzia hoja la msingi kuhusu katiba mpya, akisema kuwa ni vigumu kuelewa umuhimu wa madai ya katiba mpya ikiwa hata katiba ya sasa inaonekana kutokuwa na kazi pale inapoamuliwa kusitishwa kwa muda. Swali lake la msingi aliloliuliza kwa upole ni kwamba mikutano ya kisiasa nchini ni haki ya kikatiba ya mwananchi au kama ni fadhila tu zinazotolewa na serikali kwa wakati inapoona inafaa. Askofu amewashauri viongozi na wananchi kutafuta njia ya amani na kuepuka mivutano isiyo ya lazima, huku akiwataka watu kuacha tabia ya kuvamia wageni au kufanya ufuatiliaji usio wa lazima katika hoteli wakati wa usiku kwa kisingizio cha doria. Hoja ya kiongozi huyu wa dini zimejikita katika msingi wa utawala wa sheria na muhimu wa kuzingatia taratibu za kikatiba katika kila hatua ya utekelezaji wa maagizo ya serikali. Amesema kuwa kufuata misingi ya kisheria ndiyo njia pekee ya kulinda amani ya taifa na kuhakikisha kuwa wananchi wanakuwa na imani na taasisi zao za utawala. Amesema kuwa uongozi wa kweli unapaswa kujiimarisha kwa njia ya mazungumzo na kusikiliza maoni ya wadau mbalimbali badala ya kutegemea maagizo ya kuizuia haki za watu. Amebainisha kuwa matatizo mengi ya kisiasa yanayotokea nchini yanaweza kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo ya wazi na ya uaminifu
uaminifu kati ya serikali, vyama vya siasa na taasisi nyingine za kijamii. Askofu amesisitiza kuwa taifa linalojenga msingi wake kwenye ukweli na uwazi linakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kudumisha amani na utulivu wa muda mrefu kuliko lile linalotumia sheria za dharura au vizuizi vya mara kwa mara. Amesema kuwa kila kiongozi anapaswa kutambua kuwa mamlaka yake ni ya muda na anawajibika mbele ya Mungu na wananchi kwa maamuzi anayoyachukua. Msisitizo wake ni kuwa haki ya kikatiba ni nguzo ambayo haipaswi kuchelewa na yeyote ama kuchezewa na yeyote mwenye madaraka, na kwamba wananchi wanapaswa kupewa nafasi ya kutoa maoni yao kwa amani kupitia mikutano ya hadhara kama sheria inavyoelekeza. Askofu Bagonza amewataka wanasiasa na watumishi wa umma kutafakari upya mienendo yao na kuhakikisha kuwa wanashirikiana kwa ajili ya maendeleo ya taifa badala ya kuchochea migogoro. Amesema kuwa ni muhimu kwa kila mmoja kuwajibika kwa nafasi yake ili kuimarisha misingi ya demokrasia nchini. Askofu Bagonza ameongeza kuwa ni jukumu la kila mdau kuhakikisha kuwa utawala wa sheria unazingatiwa wakati wowote ili kuepuka machafuko ambayo yanaweza kutokana na kutokuelewana baina ya watawala na watawaliwa. Askofu amesisitiza kuwa lugha ya upole na busara ndio inayoweza kuleta suluhu ya kudumu katika masuala tata ya kisiasa na kwamba matumizi ya nguvu au maagizo ya ghafla hayajawahi kuleta maelewano ya kweli. Amehitimisha kwa kutoa wito kwa viongozi wa dini na jamii kwa ujumla kuendelea kuombea amani na hekima kwa viongozi wote wa taifa ili wafanye maamuzi yatakayokuwa na manufaa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Maoni hayo yameendelea kuzua mijadala mbalimbali miongoni mwa wadau wa kisiasa nchini, wengi wakihoji kama kuna hatua zozote zitakazochukuliwa na serikali kufuatia hoja hizo nzito zilizotolewa na huyu jamaa wa kinabii wa kiroho Askofu Bagonza. Ujumbe wake unaonekana kuwa ni sehemu ya wito wa jumla wa kutaka kuwepo kwa utawala unaofuata misingi ya haki, usawa na uhuru wa kutoa maoni kwa wananchi wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Hali hiyo inajenga mazingira ya kutafakari zaidi kuhusu uhusiano kati ya serikali na wananchi katika kipindi hiki cha mabadiliko ya mfumo wa utendaji kazi ndani ya taasisi mbalimbali za umma nchini Tanzania. Wananchi